Tena hapa kwa mara nyingine na sasa tunaelekea katika mjadala mkuu, na siku ya leo katika mjadala wetu mkuu tutakuwa tukiangalia zaidi ziara ya Mheshimiwa Rais hasa mikoa miwili. Tunazungumzia mkoa wa Kilimanjaro pamoja na Arusha ambako yeye anaendelea na ziara. Siku ya juzi tumeweza kugusia hapa nini ambacho kiliweza kutokea kutoka pale Kilimanjaro, lakini vile vile Arusha, na siku ya leo mjadala utajiegemeza zaidi kutoka huko Arusha ambako Angelo Moleka atakuwa na Magabilo Masambu ambaye huyu ni mchambuzi wa masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa pamoja na kiuchumi, na najua moja kwa moja mtakuwa mko tayari kutoka hapo Arusha. Angelo Moleka, kama unatupata vizuri, sisi kwanza tukusabahi sana kutoka hapo Arusha, afu turejee moja kwa moja kwenye mjadala. Wakati Angelo moja kwa moja kwenye mjadala. Masuli ya Arusha tumeamka salama, na leo hii tumeamka na mvua kidogo, na huko nje ni manyunyu yanaendelea, lakini pia ukungu. Bernard James anafahamu kwamba Arusha ni miongoni mwa maeneo ambayo unaweza ukapata mabadiliko ya hali ya hewa aina hata zaidi ya 7 kwa siku moja. Sasa ukitoka huko nje, watu sasa hivi wanatembea wakiwa wamewasha taa za magari kana kwamba ni usiku, lakini hiyo ndio Arusha sasa. Mimi hapa tuko salama, niko tayari kabisa na mgeni wangu hapa Mwalimu Magabilo Masambu, tayari kabisa kwa mjadala kuhusiana na ziara ya rais. Lakini ukumbuke kwamba wiki iliyopita Mansuli hapa Arusha, ukiacha habari ya ziara, kulikuwa na swala lingine weekend ambalo liligonga vichwa vya habari la hukumu ya aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai Lengai Ole Sabaya. Kwa hiyo Arusha kwa muda wa siku 2 hivi imekuwa na mambo ambayo yalikuwa yanagonga vichwa vya habari. Sasa pengine Mansuri na Bernard, mnataka kutuanzishia mjadala au ndio tuunganishe moja kwa moja na mgeni wangu? Sisi huku tunakusikilizeni nyinyi ambao mpo hapo Arusha, na kimsingi nafikiri sisi tuguse tu, lakini katika maeneo ambayo ningetamani sana mwalimu ayaangazie, licha kuangalia kwanza hilo la Sabaya na namna ambavyo limepokelewa, lakini kimaadili hili mwalimu Magabilo najua atatusaidia hasa kwa viongozi wa kiserikali. Limekuwa ni jambo ambalo hata juzi nikasema ni kitu ambacho katika historia kuona kiongozi ambaye amewahi kuwa mkuu wa wilaya na hukumiwa miaka 30 tena katika kipindi sio kirefu, na tena sio katika kipindi kirefu, unaona kabisa kwamba hii inahitaji kuangaliwa kwa jicho la pili. Je, tatizo ni maadili ya viongozi wa sasa hivi yakoje? Yana tatizo gani? Kwa hiyo huko pia najua mwalimu ataweza kutupitisha, lakini maeneo mengine ambayo natamani sana kwenu hapo Arusha mtuangazie ni katika ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tunaambiwa pale katika ziara kuna ukusanyaji mkubwa sana wa mabango, na hayasomwi lakini yanakusanywa na rais anasema atakwenda kuyafanyia kazi. Tunafikiri kwamba je, mabango haya yatakwenda kufanyiwa kazi, rais atayapitia, ama itakuwa ndio ile kwamba sasa tumekusanya huu mzigo ni uchafu, hebu tukachome moto? Lakini eneo la pili kumekuwepo pia na kuhamahama. Tumeona pia jana aliyewahi kuwa diwani wa kata ya Sombetini Binam Albananga pia na yeye amemwaga manyanga na kurejea tena ndani ya Chama cha Mapinduzi ambako aliwahi kuweko huko, lakini sasa anarejea ndani ya Chama cha Mapinduzi. Anaingia hapo. Je, Chama cha Mapinduzi hapo mkoani Arusha kimepata assets ama ni liability? Pia hili na lenyewe tunajua mtatusaidia hapo Arusha. Lakini eneo la tatu nafikiri tunaambiwa Arusha kumekuwepo na ulinzi mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais, ambao katika mitandao ya kijamii umeonekana picha mbalimbali zikiwa zinatumwa huku na huku,
na tupate pia ufafanuzi wa kitaalamu zaidi kutoka kwa mwalimu hapo kuhusiana na ulinzi huu. Ni nature ya mji wa Arusha ilivyo, ndio maana rais kaamua kuwa na ulinzi mkubwa, ama ni usalama, ama rais anahitaji ulinzi huo? Na la mwisho tunaweza tukagusia pia katika miradi ambayo ameweza kuizindua kutoka hapo Arusha na Kilimanjaro, ambako najua kakaangu Angelo Morekwa inawezekana kwa namna moja ama nyingine uliweza kushiriki katika ziara hizo za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mjadala uanzie huko kwenu Arusha, lakini sisi mtusaidie tu katika maeneo hayo. Lakini nyingine la kuongezea tu kwa Moleka pia kuna swala zima la rais ametoa mfano wa waziri anayehusika na masuala mazima ya maji, huduma ya maji. Ndio. Na akasema moja kati ya vijana ambao naona kwamba wanachapa kazi ni pamoja na waziri Aweso. Kwa hiyo akasema kwamba hii tumbua haziangalii, akagusia lile kwamba haiangalii labda huyu sura yake ama umri wake ama haiangalii kabila au nini. Kinachoangaliwa pale bwana ni utendaji kazi. Kwa hiyo akasema kwamba mtu ukichapa kazi kama bwana huyo, waziri huyo wa wizara anayohusika na masuala mazima ya maji, watu watafanya kazi, wachape kazi. Kwa hiyo hili na yeye pia Moleka na mwalimu pale wanaweza kaligusia katika uchambuzi kwamba kumbe mtu unapochapa kazi pia rais anaona na anashuhudia. Kuna promotion na lazima usifiwe. Ukifanya kazi nzuri unasifiwa. Ukifanya kazi ambayo sio nzuri unatumbuliwa. Kwenu hapo Arusha, Angelo Morekwa pamoja na mwalimu Magabilo Masambu. Asante Mansuri na Bernard. Jana mtu mmoja baada ya rais kumtaja Aweso, mtu mmoja hakuchukua hata dakika 5, alisema Aweso anatakiwa awe makini kwa sababu kiutawala, kisiasa si vizuri kukaa unasifiwa na kiongozi mkubwa. Kwa hiyo akamuonya Aweso kwamba asije akavimba kichwa, akadhani kwamba sasa ndio amefika. Akamuonya kwamba kusifiwa kisiasa sio nzuri, ina madhara yake. Sasa mimi sio mwanasiasa, sijui pengine siku za mbele wanasiasa wanaweza wakaja wakatusaidia zaidi. Mwalimu Magabilo, karibu sana. Nashukuru sana, asante sana. Bosi wako pale shuleni akiwa anakusifia na walimu mko karibu 30, lakini anataja mwalimu Magabilo, mwalimu wa physics, mwalimu wa physics, ni nzuri. Kwa kwanza inaweza kujenga chuki vile na wale wafanyakazi wenzako, kuona kwamba labda pengine unapigiwa chapona na kitu kama. Mimi nafikiri kwamba kwa viongozi ambao wanafanya vizuri, nadhani kwamba viongozi wao wanawapongeza silini, ili generalize wasije wakasababisha matatizo, kwa sababu unakumbuka wakati fulani rais marehemu John Pombe Magufuli aliwahi kusema kwamba wakati akiwa chuo kikuu Dar es Salaam, anasema wakati fulani akiwa waziri mzee Mkapa alikuwa anamsifia sana, lakini unaona matatizo ambayo alikuja kumkuta. Akaeleza kwamba kuna wakati nilipewa sumu kwa sababu nilionekana kabisa kwamba ninafanya kazi vizuri, alikuwa anasifiwa waziwazi. Kwa nafikiri kwamba nadhani Mheshimiwa Rais ameshindwa kuzuia hisia zake, kwa sababu pengine Aweso anafanya kazi vizuri, lakini nafikiri kwamba angetumia nafasi ya kuweza kumpongeza sije kama matatizo kwa wenzake huko. Asante. Sasa tuanze, kabla tujengea ziara ya Mheshimiwa Rais kwa ukanda wa kaskazini, tuangalie kilichojitokeza siku ya Jumatano. Jumatano ilikuwa Ijumaa tarehe 15, tulikaa pale mahakamani kuanzia asubuhi mpaka 12 kasoro kama dakika 10 hivi, ndipo hakimu alipotaja adhabu ya ndugu Sabaya aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai. Ni nini kwa ufupi, ili tulitazame kwa ufupi, ni nini ambacho watumishi wa umma, watu wanaopata fursa za kuteuliwa, na sio kuteuliwa tu, hata zile ajira ambazo watu wameomba lakini baadaye wakazitumia vibaya, kama walivyosema watangulizi wangu pale Mwanza kwamba hii imeweka historia katika nchi, kwamba mtu aliyekuwa kwenye nafasi ya Sabaya ameweza kupata adhabu kubwa kiasi kile. Lakini tukumbuke huko nyuma sio iliwahi kutokea. Tunakumbuka akina mawaziri wale Daniel Yona na marehemu Basil Mramba, na wenyewe walishtakiwa, lakini ni muda mrefu baada ya kutoka kwenye nafasi zao. Sasa hii ni mtu aliyekuwa kazini
akawekwa pembeni na kushtakiwa na akanani. Na leo hii tunavyozungumza anafikishwa mahakamani kwa kesi nyingine. Kwa hiyo na tumeambiwa bado kuna kesi nyingine zaidi ya hii ya leo, bado kuna nyingine na nyingine. Nini wanaweza kujifunza watumishi wa umma na wale wanaopewa dhamana ya kuwatumikia wananchi? Karibu. Asante sana. Kwanza niseme tu kwamba mtu yote anapokuwa anapata nafasi yote, ama ni ya kuteuliwa ama ni ya kuchaguliwa, jambo la kwanza ni lazima awe anafikiria kila siku kwamba si nafasi ambayo anastahili. Kwa sababu kama unavyojua ni kwamba Tanzania tuna watu wengi, tuko zaidi ya milioni 60 sasa hivi. Kati ya milioni 60 ukitoa kundi la wazee sana na watoto, maana ni kwamba tunaweza kujikuta tukabakiwa na kundi la watu milioni 40 ambao wana sifa zenye kuteuliwa kwenye nafasi ambazo watu wanazo. Kwa hiyo la kwanza kabisa, viongozi wanapokuwa wanapata nafasi kama ya kuteuliwa au ya kuchaguliwa, ni lazima kwanza wawe kila siku wanafikiri kwamba ile nafasi walio nayo sio nafasi ambayo wanastahili, ni kudra za Mwenyezi Mungu, lakini ni bahati vile vile miongoni mwa watu wengi ukateuliwa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuitumia nafasi ile vizuri, kuweza kusave watu, kuweza kusaidia matatizo ya watu, kama kwa maana kwamba labda pengine umepewa uweze kutumikia jamii, kwa hiyo lazima utumie nafasi hiyo vizuri. Lakini mimi nalitazama hili swala la mheshimiwa alikuwa mheshimiwa mkuu wa wilaya Hai, kwamba lilikuwa lina sura kidogo pia, wakati mwingine wanasema sura ya kisiasa hivi, kwa sababu ukiangalia matukio yake pia, ukiachana yale matukio ya wizi, kuna matukio mengine ambayo yalikuwa yanatajwa kama kuumiza watu na vitu vingine. Kwa hiyo nafikiri kwamba nchi hii nafikiri vyama vya siasa viko kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni muhimu sana kwa viongozi ambao wanakuwa wanatolewa kwenye nafasi kuzingatia katiba yetu, kuzingatia sheria ambazo tumejiwekea sisi wenyewe. Lakini jambo hili pia yamesema mengi na watu wanajaribu kusema kwamba pengine labda mamlaka za uteuzi kwa namna moja ama nyingine waliamua kufumba macho. Kwa mimi nafikiri kwamba nayo kwa upande wa mamlaka za uteuzi pia wanatakiwa hizi hatua wao wanazichukua mapema kuliko kusubiri mpaka mtu anapiga miaka 30 na mlikuwa naye na anafanya matukio na yupo na viongozi wapo. Na lakini tatizo sio kwamba linaanzia kwenye screening, kwa screen wale wanaotakiwa kupewa hizi nafasi. Kwenye screening pia nadhani kuna tatizo, kwa sababu watu wamekuwa wengi wanateuliwa wasiokuwa na uwezo. Baadhi ya watu ambao kama hawa ambao kwa sababu mshahidi tunao, mimi najua Sabaya aliteuliwa akiwa na kesi mahakamani ya kujifanya afisa usalama wa taifa. Sawa sawa. Sawa. Sasa alikuwa na kesi. Na wakati mwingine tumeona hata wakati mwingine kuna watu wanateuliwa na kesi zinafutwa tu. Sasa nadhani screening nayo inaweza kuwa jambo la msingi. Hilo nalo la msingi, kwa sababu mpaka mtu anakuja kuwa mkuu wa wilaya, nafikiri kwamba kunatakiwa kuwe kuna hatua nyingi ambazo ni za kupitia. Sio interest ya mtu mmoja. Bahati mbaya ni kwamba nchi yetu inampa mamlaka makubwa sana rais, anaweza kumteua anayemtaka. Kwa hiyo wakati mwingine katika kuwa na hisia au na interest na mtu fulani, inawezekana ikawa imezuia taratibu zingine kutofuatwa ili waweze kufanya upembuzi ambao unaweza ukafanya ukapata viongozi wazuri. Lakini mimi kwa upande wa vijana sasa, kwa sababu unasema kwamba ukipata uongozi, Waingereza wanasema ni platform. Ukipata uongozi ni platform ya kuweza kujenga kwa siku za usoni. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kwa vijana wenye lika la Bwana Sabaya na wengine, mimi nafikiri kwamba ni jambo kubwa sana kujifunza kwamba unapopata nafasi ni lazima uweze kuitumia vizuri, na kama ni vijana na miaka 34, 30, 40 ni mtu ambaye tunategemea unaweza ukaenda safari ya mbali zaidi. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni muhimu sana wakati unafanya kazi, lazima uwe unafikiria kabisa kwamba kesho na kesho kutwa inawezekana nikawa nimepata nafasi nyingine. Kwa hiyo ni nafasi ambayo unaweza ukaitumia vizuri. Lakini pia baadhi ya viongozi pia wamekuwa na imani ya kwamba ninafanya haya kwa sababu aliyeniteua ndio mwenye nguvu zaidi. Kwa hiyo nao ni tatizo kubwa. Kwa hiyo anafanya, naamini kabisa kwamba aliyeniteua ataendelea kuwepo na mwisho wa siku anaweza kawa mtetezi. Kwa hiyo nafikiri kwamba hilo pia ni jambo la kuangalia kwa vijana ambao wana madaraka, kwa sababu zama pia zinabadilika. Kwa hiyo ni muhimu kwamba leo unaweza kawa umepewa nafasi na mtu fulani, kesho anaweza hasiwepo. Kwa hiyo unajikuta unaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni jambo ambalo kwa viongozi wanatakiwa waendelee kujifunza zaidi, kuhakikisha kwamba. Lakini unapokuwa umeteuliwa Masambu, jaribu kuonyesha kujiamini. Hata aliyekuteua basi
aweze kujenga imani na wewe kwamba kumbe hata mimi bila kuwepo huyu anaweza akafanya. Lakini sasa kwa kuegemea kwa kwamba aliyeniteua yupo tu siwezi kuguswa, ya sidhani kama hiyo ni sahihi. Lakini pia mimi ninachotaka kujiuliza ni kwamba kwa sababu tuna Sekretarieti ya maadili ambayo ipo kwa mujibu wa ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kazi yao kubwa ni kujaribu kuwarekebisha viongozi wanapokuwa wanakwenda tofauti, zikiwepo na adhabu ambazo pia zimeainishwa. Na hawa viongozi hapo kabla hawajaanza kutumikia nafasi zao huaga wanaapa, kuna ahadi ya maadili ya uongozi. Kwa hiyo nafikiri kwamba pia Sekretarieti ya maadili pia inatakiwa ifanye kazi yake, na inatakiwa endelee kufanya kazi yake, kwa maana kwamba sio huyu tu, lakini baadhi ya viongozi ambao wanaonekana kabisa kwamba wanapigiwa kelele sana na wananchi, wafanye kazi ya kuwa wanajaribu kuyatatua mapema kabla hayajafika huko. Bahati mbaya tu ni kwamba unakuta tume yenyewe pia inakuwa imeteuliwa na mtu yule na viongozi wameteuliwa na watu wale. Kwa hiyo pia hawa ambao wanateuliwa huko wanakuwa wanaona kwamba wana nafasi sawa na Sekretarieti ya maadili. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni jambo ambalo tunatakiwa tuliangalie, pengine kwa sheria zetu vile tunataka tuzipitie, ama katiba vile tuipitie, kwa sababu kama kutakuwa na mtu mmoja tu anaweza kuwa na mamlaka ya nchi nzima, anateua mwisho wa siku hao walioko chini wanaweza kuwa wanashindwa kuchukua hatua kwa kuhofia kwamba aliyowateua ni mtu mwingine. Asante. Sasa Mwalimu Magabilo, hebu tuangaze ziara ya Mheshimiwa Rais baada ya kupitia hukumu ya Sabaya hiyo, na tuangalie ziara ya rais katika mikoa hii ya kanda ya kaskazini, hususan mkoa wa Kilimanjaro ambako alianzia, na baadaye akaja Arusha. Kilimanjaro ziara haikuwa na mambo mengi sana. Jambo moja tu la msingi sana ambalo naweza nikasema niliona rais analigusia kwa Kilimanjaro, ilikuwa kuna watu waliwasilisha maombi ya kutaka waruhusiwe kufanya shughuli za kibinadamu kando ya mlima Kilimanjaro. Rais alilizungumzia kwa msisitizo mkubwa sana, akionyesha hisia zake juu ya athari ambazo na hatari ya kutoweka kwa theluji katika mlima wa Kilimanjaro. Kwa hiyo moja kwa moja hakuwaficha wala hakufinyanga maneno. Aliwaambia wale waliokuwa wanahitaji kuendesha shughuli za kibinadamu chini ya mlima wa Kilimanjaro kwamba hatakubali na hayuko tayari kuruhusu hilo, na akatoa mfano kwamba wakati anafanya anarekodi ile Royal Tour alizunguka mlima Kilimanjaro na ndege karibu mara 5, ameona uharibifu mkubwa uliofanyika. Kwa hiyo kidogo hilo angalau rais hakupepesa macho, aliwaambia wananchi hali halisi ilivyo. Lakini la pili Mwalimu Magabilo, ambalo mimi binafsi nilitaka na wewe pia tupate input yako. Mheshimiwa Rais, tulikuwa tumezoea ile habari ya wamachinga wasiguswe. Lakini jana rais kwa macho meupe makavu kabisa aliwaambia kabisa kwamba miji ina taratibu zake. Tunawapenda, nyie ni vijana wetu, tunataka mjiajiri, lakini miji ina taratibu zake. Kwa hiyo lazima muwe tayari kwenda katika maeneo ambayo mlioyapangiwa. Maeneo ya magari yatabaki ya magari, kwa wapita njia ni wapita njia. Hili angalau wengi wamelipokea kwa namna nzuri. Karibu Mwalimu. Mimi niseme tu kwamba Mwalimu Nyerere wakati fulani alikuwa kusema kwamba nchi haiwezi kuongozwa kwa janja. Tafasiri yake ni kwamba penye ukweli, sema tu ukweli, watu watachukia kwa muda, lakini kama watakuwa wanafahamu pengine madhara ambayo inaweza kutokana na shughuli zile ambazo wanazuiwa, ni bora kwa kusema ukweli leo. Kwa sababu huko nyuma tumekuwa na utaratibu wa hawa machinga. Ilifika wakati wakawa wanafanya biashara mahali popote. Tukuta barabarani wamekaa, kwenye maduka ya watu wanakaa, kila mahali wanakaa. Na nafikiri msingi wake pia ulikuwa upo kisiasa zaidi. Kwa sababu tunaamini kwamba kundi kubwa la watu ambao ni wapiga kura ni wale. Sasa inawezekana Mheshimiwa Rais ameona hilo na isije katokea tu kwamba amezungumza sasa hivi kwa sababu muda wa uchaguzi uko mbali. Ikafika wakati ambao unakaribia uchaguzi, tunaambiwa wasiguswe na wafanye mahali popote. Kwa hiyo mimi nafikiri huu utamaduni wa kwa tunawatumia watu ili tuweze kupata kura sio mzuri, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuharibu taratibu za mipango ya miji. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kwa kauli yake hiyo aliyoelekeza wa machinga waende kwenye maeneo ambayo wameelekezwa, kama ambao tumewahi kushauri hapa katika kipindi ambacho kimewahi kupita huko nyuma, tukasema kwamba
lazima yatafute maeneo ambayo hawa watu wanakwenda kukaa ili wateja wao wanawafuata kule. Niliwahi kutolea mfano wa haya masoko ambayo tunayo. Kila siku tunakwenda kwenye masoko ambayo tayari yapo. Unaona hapa tuna Tengeru, tuna Ngaramtoni, watu wanafahamu kila juma ngapi unakwenda kule. Kwa hiyo hata hawa wakizoeshwa kwamba kuna mahali fulani ambako wanapangiwa eneo na kunakuwa na magari ya kwenda kule. Kwa hiyo nafika mahali wale wateja wanafahamu kwamba ukienda mahali fulani unaweza kupata hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo nafikiri kwamba ndivyo ambavyo nchi inapaswa kuongozwa. Yaani nchi haiwezi kuongozwa kwa wajanja. Unafumba leo lakini kesho unajikuta tena unabadilisha utaratibu kwa sababu unataka kuwatumia mahali fulani. Kwa hiyo nafikiri kwamba hiyo kauli waichukulia hivyo, na nafikiri ni jambo jema kama rais ameamua kuwa muwazi, na isije ikitokeza tena baadaye ikaonekana kwamba basi muda unakaribia basi wanaambia bwana haya kaeni bwana kaeni kwenye reli. Sasa hiyo asante. Ni jambo gumu kidogo. Masudi pale Mwanza wakati ananipatia mpira alizungumzia aligusa baadhi ya mambo ambayo yalijitokeza kwa ziara ya rais Arusha. Akagusia swala la mabango. Ni kweli mabango yalikuwepo ya kutosha, lakini yakakusanywa. Sasa kwamba ni mwendelezo ule ambao aliwahi kuwachimba mkwara viongozi kwamba sitaki kuona mabango katika maeneo yenu, ama unadhani ni kila lililokuwa limeandikwa lilisomwa wakanoti alafu na kumfikishia? Karibu. Kwanza niseme tu kwamba wakati mwanzoni Mheshimiwa Rais anatoa marufuku ya kutokuwa na mabango kwenye mikutano yake, alikuwa anakusudia kueleza wananchi kwamba matatizo ambayo wanaona kwamba yanaweza yakatatuliwa na viongozi ambao wanao yatatuliwe. Sasa bahati mbaya tu ni kwamba kero nyingi za wananchi, wakati mwingine wananchi wanaweza kawa hawaendi kwa viongozi, sababu sisi tukaraumu tu viongozi kwamba labda pengine hawapokee matatizo ya wananchi wote. Wapo ambao wanapokea na wapo ambao pia hawaingiriki. Kwa hiyo mabango kwenye mkutano wa rais, kiashiria cha kwanza ni kuonyesha kwamba hakuna mawasiliano mazuri kati ya viongozi walioko huko chini na wananchi. Na ndio maana sasa wananchi wanatamani kwamba rais anapokuja tupeleke mabango yetu pale rais aweze kuyaona. Lakini mimi nafikiri kwamba utaratibu mzuri ni hao viongozi walioko huko chini wafungue milango yao. Kama kuna matatizo, maana unaweza kukuta yale matatizo ambayo wananchi wana address kwa rais pale, mengine ni matatizo ambayo yanaweza kutatuliwa tu na viongozi wa vijiji, viongozi wa wilaya, kuna wakuu wa mikoa, kuna wakuu wa wilaya, kuna wakurugenzi. Kwa hiyo nafikiri kwamba lazima viongozi hao walioko chini waweze kuwa rafiki na wananchi na waweze wasiwe wanapokea matatizo kwa kisiasa, kwamba anakwenda kwenye mkutano, anaita vyombo vya habari pale, anawaambia wananchi waseme matatizo yao, lakini baada ya hapo hawezi kuyashughulikia. Kwa hiyo nafikiri kwamba viongozi wa chini huko, kabla ya rais kufikia hatua ya kupelekea mabango, ni lazima kuwepo na mawasiliano mazuri kati ya viongozi na wananchi wa kawaida. Na sasa kwenye wasiwasi wangu ni kwamba inawezekana pia yalikusanywa labda pengine kwa kuogopa kwamba pengine Mheshimiwa Rais pia atayaona, kwa sababu haimaanishi kwamba rais aliyaona yote. Kwa hiyo ilikuwa nakusanywa ili Mheshimiwa Rais asiweze kuyaona. Mimi nadhani kwamba hao viongozi wanatakiwa waweze kuwa na mawasiliano mazuri sana ya karibu sana na wananchi, ili haya matatizo ambayo wananchi wanasubiri kumpa rais wao wanapelekewa. Maana kwa kweli kwenye hizo ofisi za umma kuna matatizo makubwa sana. Mtu mmoja ni ngumu sana kuweza kwenda pale akatatuliwa tatizo lake. Na matatizo mengine ni ya kijamii. Unaweza kukuta kwa watu wana shida ya bomba tu kwenye kijiji, sehemu nyingine kuna tatizo moja tu. Sasa unakuta viongozi wengi mara nyingi wanakaa ofisini au waende kwenye maeneo ya field, watembee. Lakini kwa wenzetu nchi zilizoendelea, mabango ndio njia rasmi ya kufikisha ujumbe kwa viongozi. Wakati mwingine watu wanaenda mpaka mbele ya kumbi za bunge, mbele majengo ya bunge, wakati mwingine wanakwenda mpaka mbele ya majengo ya Ikulu kwa amani kabisa. Wananyosha mabango yao, yanasomwa, ujumbe unachukuliwa, basi maisha yanaendelea. Sasa unajua sisi kutokana na utamaduni wetu, unafahamu hata kwenye familia mwingine akija nyumbani nadhani ni utamaduni ambao tumekuwa nao huo, na ndio maana mara nyingi viongozi wamekuwa na hiyo hofu kwamba wakati fulani mwingine akija nyumbani pale, mtoto anaweza kufanya makosa yote, lakini baada ya hapo unamwadhibu badala ya kumueleza mbele ya mwingine kwamba ili baada ya mwingine kuondoka. Baada ya mwingine kuondoka ndio unamuita, unatandika. Sasa mimi nafikiri kwamba pia viongozi pia wasio na hiyo huruka. Inawezekana watu kweli wakaonyesha mabango yao pale, wengine wakawa noti. Sasa baada ya hapo kuna wengine woga wanashughulikiwa kwamba kwa nini ulipeleka bango pale? Hapana.
nafikiri kwamba wananchi kuwa na mabango ni njia nzuri ya kuweza kuwasilisha matatizo yao, lakini mimi ninachosema mradi yameandikwa kwa lugha ya staha, na nini na nafikiri Mheshimiwa Rais pia aliposema kwamba hataki mabango hayawezi kukosekana kwa sababu matatizo ya watu hayajaisha. Kwa hiyo kwa vote vile mikutano yake yote lazima mabango yataonekana tu, kwa sababu matatizo ya nchi hii sio ya nchi hii tu, ya dunia hii hayawezi kuisha. Changamoto za maisha ziko kila siku. Kwa hiyo nafikiri kwamba hata mwenyewe Mheshimiwa Rais asiogope kuona mabango kwenye mikutano yake, lakini yeye alikuwa anasisitiza kwamba anatamani yale matatizo ambayo anapelekewa basi viongozi wa chini wao wameyatatua. Na ndio maana anasema kwamba sitaki kuona mabango, kwa sababu anaamini kwamba matatizo mengi sana ambayo wananchi wanakuwa nayo wanatakiwa wayatatue viongozi wako chini. Kwa hiyo nafikiri kwamba kama nilivyoeleza ni kwamba viongozi wako chini wanatakiwa wafungue milango zaidi, wananchi waweze kuwa rafiki na wao ili shida zao waweze kuzieleza kabla ya ujio wa rais. Asante. Kuna swala moja ambalo alilizungumza jana hadharani uwanjani hapa. Alimpongeza mkurugenzi wa jiji Dr. John Pima. Akasema wakati akiwa makamu wa rais alimkuta huko Tabora huko Urambo au Uyui sikumbuki vizuri, lakini huko alikuwa mkurugenzi pia. Akasema aliyoyafanya kule amekuta ameyafanya hapa. Kwamba amediriki kuna ile asilimia ya inayotolewa na halmashauri kwa ajili ya walemavu, wanawake na vijana. Sawa sawa. Kwamba unajua ile haitolewa kwa mtu mmoja mmoja, itolewa kwa vikundi. Ndio. Sasa kumekuwa na utamaduni wa kutoa kale kafungu kwa watu wengi. Wakija kugawana unakuta kuna anayeambulia 50,000, kuna anayeambulia 70,000. Sasa amesema huyu amethubutu kwamba angalau wapate wachache lakini wapate fedha nyingi ili wafanye vitu vya msingi vinavyoonekana. Ili swala la hii asilimia kugawanywa kutoa make niliwahi kutoa mfano hapa hata hapa nyuma hapa tulipo kutembea tu wachache karibu na mlango wa studio, kuna watu wanatoa biashara ya mkopo, lakini kuna wakati watu unakuta anachukua mkopo wa shilingi 50,000. Sasa unajiuliza huu mkopo unaenda kumsaidia nini? Sana sana ni kutembeza pengine mchicha na nini. Sasa je, huu taratibu unaona utasaidia angalau wapate wachache lakini wapewe fedha nyingi zitakazo wapeleka mbele kimaisha? Unajua hoja hapa si kwamba wapewe wachache wapate fedha nyingi. Swala la msingi ni kwamba hizo fedha hata wakiwa wachache wanawezaje kuzimanage kuweza kuzizalisha, kwa sababu hilo ndio tatizo kubwa ambalo nimeliona kwenye halmashauri nyingi, kwamba vijana wengi ambao wanapewa hii mikopo hizo asilimia ambazo zimetajwa kwa mujibu wa sheria, asilimia kubwa ile mikopo hairudi, inakufa, kwa sababu ama wanachukua mikopo wakiwa hawajajiandaa shughuli gani ile mikopo itakwenda kufanya. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba ikitokea kikawa kuna grupu la watu wengi lakini wakawa na jambo la maana la kufanya kwa ajili ya kuweza kuwazalishia, halitakuwa tatizo kuweza kuwapa fedha. Kwa hiyo ni kweli kwamba wakipewa wachache wanapata fedha nyingi, lakini hizo fedha nyingi ni lazima kuwe na mikakati na nafikiri pia wasiwe tu wanaishia kupewa, lazima wapewe usimamizi pia wa maafisa wa fedha walioko kwenye halmashauri, ili wao wanafanya kazi ya kuweza kuwashauri namna gani ambavyo zile fedha zinaweza kurudi, kwa sababu huwezi kumpa mtu pesa alafu vile vile ukawa hauna ufahamu wa namna gani zile fedha zitarudi. Mwisho wa siku zile fedha zitakuwa zinatoka zinaonekana kwamba halmashauri zinawasaidia watu, lakini fedha zile hazirudi. Kuna maeneo mengi, juzi nilikuwa Moshi, nikaona mahali fulani vijana wameanzisha nani ya kulima mboga, lakini nilipouliza watu wakasema kwamba bwana, hawa jamaa walichukua fedha halmashauri, lakini ni kama vile ili fedha watashindwa kuzirudisha kwa sababu hii nani yao imekufa. Kwa hiyo unakuta hakuna plani, wanachukua tu lakini hawana masoko. Jambo la kwanza ni lazima wanapokwenda kuchukua zile fedha lazima waoneshe dhahiri zile fedha zitarudije, watapataje faida. Sio swala tu la kutoa fedha ionekana kwamba halmashauri inatoa fedha na kuwasaidia wananchi, lakini nafikiri kwamba lazima waende mbali zaidi. Kabla ya kutoa fedha lazima wao wamejiridhisha kwamba zile fedha zitarudije, ili zile fedha zikisha nyingi zitakwenda kusaidia watu wengine, kwa sababu lengo lake ni kwamba zitoke fedha na zizae zaidi au ziongezeke waweze kusaidia watu wengine zaidi, sio kwamba zitoe fedha kimwe. Mwalimu Magabilo, hivi unadhani shida za hii nchi kuanzia vijijini hadi mijini ni kama zote zinafanana? Kwa sababu ukiangalia miradi
acha miradi ya hospitali aliyozindua rais, lakini ukiangalia kero karibu 95% ya kero zilizozungumzwa toka rais alipoingia mkoani Arusha akasimama kule Kikatiti, Usariva, Tengeru na Arusha kwenyewe ni mambo mawili tu, maji na barabara. Maji barabara. Nadhani na kwa mikoa mingine ndio mambo haya. Hatuna shida nyingine zaidi ya hizi kwa maisha yetu ya kijamii, kwa masuala ya ustawi wa jamii zetu hizi. Mimi nafikiri labda wananchi wamejaribu tu kuchagua miongoni mwa shida walizo nazo nyingi. Kwa sababu ukiangalia eneo la uzalishaji wa kilimo pia liko nyuma, na nafikiri kilimo wagusisa agusisa na nafikiri kama ni jambo ambalo wangetakiwa kuwa wana address, wanaeleza ni jambo la kilimo ili waweze kuwa na shibe, kwa sababu kinachotusumbua sisi ni njaa. Maana huwezi kuomba barabara wakati ndani unalala njaa, huwezi kupita kwenye barabara wakati huko ndani usiku umelala na njaa. Kwa nafikiri kwamba nilikuwa nasoma juzi kitabu cha Mwalimu Nyerere cha Azimio la Arusha. Anasema alikuwa na mwaka 67 alikuwa anasema kwamba tumejaribu kuchagua silaha ambayo ni silaha ya wenye nguvu, kwa maana kwamba mawazo yetu yote yanaelekezwa kwenye fedha peke yake, lakini watu wakishashiba matatizo mengine yanapungua. Kwa hiyo nafikiri kwamba nje ya kutatua ya kuomba habari ya maji peke yake, ni kweli maji yamekuwa ni changamoto, na nashinda kuelewa kwamba ni kwa sababu gani, kwa sababu nchi hii ina vyanzo vingi sana vya maji. Tuna milima hii inatoa chemchem, lakini issue ni kwamba kutoa tu pale kwenye chanzo kuleta kwenye maeneo ya jamii ndio inakuwa na shida. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba ni kweli kwamba tuna matatizo ya maji, lakini matatizo mengine kama eneo la kilimo vile vile mimi nafikiri ingekuwa nao ni jambo la msingi sana ambalo wananchi wangetakiwa kuwa wanaeleza ili waweze kuona miundombinu ya kilimo iweze kuboreshwa. Kama ni maafisa ugani wapeleke kwenye maeneo ya vijiji waweze kufundishwa, kama ni maeneo ya kuweza kuweka maeneo ya kilimo cha jumla, na hata watu ambao wanapewa hizo fedha za halmashauri pia wanakuwa wanajikita kwenye hilo eneo la kilimo, na serikali ifanye kazi ya kuweza kuwatafutia masoko. Sio swala tu la kuomba barabara. Ni kweli kila mahali wanasema barabara, wanasema maji. Sasa huwezi kuwa na barabara nzuri ukawa hauna bidhaa za kusafirisha kupitia kwenye barabara. Mheshimiwa pale mwanzoni tulikuwa tunaangalia pale Mwanza alisema kwamba shida sio kuwa na barabara, lakini ni namna gani barabara mnaweza kukaitumia. Unaweza kuwa na barabara mkawa hamna bidhaa za kuweza kusafirisha kupeleka mahali pengine. Kwa hiyo nafikiri kwamba eneo kubwa sana lingeelekezwa kwenye maeneo ya uzalishaji, na kama tunavyosema kwamba sisi ni serikali ya viwanda, na leo nafikiri ziara Mheshimiwa Rais kule Longido anakwenda kufungua kiwanda cha nyama. Sasa pengine inawezekana ndio hiyo wanasema kwamba pengine tukiwa na kiwanda kule tukawa na barabara nzuri, tutasafirisha mifugo yetu inaenda kule kwenye kiwanda. Lakini rais alikiri hadharani waziwazi kwamba baadhi ya miradi kwa sasa hivi itashindwa kutekelezwa kwa sababu uchumi ulishuka kutoka 7% ambayo tulikuwa tumeshafikia hadi 4%. Kwa hiyo hii aliwaambia wazi, hata wale waliokuwa wanataka kuanzishiwa maeneo ya utawala mapya, kuna waliokuwa wameomba wilaya, waliokuwa wanaomba Arumeru igawanywe ili zitoke wilaya 2, akatoa mfano wa wilaya zingine maeneo mengine nchini, kwamba haya yangeweza kufanyika wakati uchumi bado ni uko juu. Sasa angalia uchumi umeshuka. Kwa hiyo sasa hivi hatuwezi kuanzisha eneo lingine lolote la utawala. Kwa hiyo inawezekana hata wenzetu kule Chato ambao wamekuwa na wanaongelea habari ya kuanzisha mkoa mpya, nadhani huo ujumbe moja kwa moja na wenyewe ulikuwa unawagusa kwamba sasa hivi hakuna eneo lolote jipya la utawala litakaloanzishwa mpaka uchumi utakapo stabilize. Sasa kulikuwa na tukio la bwana Bananga. Kada huyu aliwahi kuwa kada wa CCM akiwa tena diwani, akaondoka akaenda Chadema. Sasa amerudi tena. Wenyewe Chadema wanasema hawa walikuja wanarudi walikokuwa wametoka, lakini wenyewe wale Chadema wenyewe wenyewe wanajua wanachokifanya, ndio wenyewe wanavyosema, sio maneno yangu. Hili ameniuliza Mansuri kwamba ili inaweza kuwa ni asset au liability kwa CCM. Na hapo Bananga aliomba kazi kwa Mheshimiwa Rais. Nimerudi nyumbani lakini naomba kazi ya kufanya. Sasa kidogo watu iliwaacha mdomo wazi kwamba huyu ni vipi tena. Karibu. Labda mimi niseme tu kwamba unajua ukiangalia siasa za nchi hii unaweza kucheka sana, kwa sababu uwezo kuwa unajua mimi ninachofikiri kwamba watu wengi wanatafuta nafasi za kazi. Na mtu akiwa Chama cha Mapinduzi kimekuwa na watu wengi sana,
na nafikiri wengine wanafika mahali wanakuwa wanahisi kama vile hawaonekani. Kwa hiyo wanachokifanya, akishahisi kwamba haonekani pale, maana watu wako wengi Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo akishahisi kwamba haonekani, anaamua kuhamia sehemu nyingine, alafu baadaye anakuja kusema nimekuwa mtu mpya. Tunakumbuka ile mambo ya kuvua gamba wakati kwamba kule imeshindikana bwana, hawafai. Hawafai. Sasa anaporudi Chama cha Mapinduzi, jambo la kwanza anakuwa anaodanganya kwamba ninajua mengi yaliyokuwa yanafanyika kule, lakini kimsingi ukiangalia kwa jicho la siasa zaidi ni kwamba watu hawa wanakuwa wanatafuta nafasi, kwa sababu unajua swala la siasa ni itikadi, na itikadi ni imani. Huwezi kuniambia kwamba leo umekaa huku unaamini hivi, kesho kuta umekimbia umehamia huku unaamini hivi. Kwa mimi nafikiri kwamba ni katika mwendelezo wa watu kutafuta nafasi za ajira. Anapokuja huku anaona kwamba kumbe huku ajira siwezi kupata, anaamua tena kurudi huku. Kwa mimi nafikiri kwamba jambo hili ifike mahali watu wawe na msimamo, na bahati mbaya ni kwamba katiba zetu za vyama hizi hazizuii mtu kama alishakuja huku mkamzuia. Lakini kama ingekuwa kuna utaratibu wa kwamba ukishahama huku ukirudi huku hapana tutakupokea, watu wangekuwa na msimamo sehemu moja. Lakini bahati mbaya ni kwamba akihamia huku akirudi tena huku bado anapokelewa kama mwanachama mpya. Na Mheshimiwa Rais hayati John Magufuli aliwahi kusema kwamba ukienda huku karudi huku ni sawa sana ng'ombe aliyokatwa mkia, kwamba wenzako watakuwa na kushangaa. Kwa hiyo nafikiri kwamba watu wawe na msimamo, wasiwe wanatafuta nafasi za kuweza kupata kazi. Lakini mimi kitu ambacho nitaka tu nishauri ni kwamba ziara hizi za kiserikali zisingekuwa zinachanganywa na masuala ya vyama. Mimi nafikiri kwamba kwa maoni yangu kwamba kama huyu bwana Bananga alikuwa anataka kuhama, basi ungefanyika utaratibu ambao mwenyekiti angempokea kama mwenyekiti wa chama, kwa sababu hizi nafasi hizi ziara za kiserikali zinakuwa zinahusisha watu wengi. Watu wamekuja pale na wakati mwingine unakuta watu wamevaa nguo za vyama na vitu kama hivyo. Ni ziara za serikali ambavyo watu wote wanakuwa wanahitaji kuweza kuona kwamba huyu ni rais wetu. Hawamtazami kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, wanamtazama kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa inapotokea tena pale kwenye ziara ya serikali tena wanachanganya na swala la vyama, mimi nafikiri kwamba si jambo zuri sana, kwa sababu watu wengine wanaona kwamba sasa kumbe tulikuja kwenye. Kwa mimi nafikiri kwamba ziara za chama zinatakiwa zifanywe kichama na ziara za serikali zifanywe kiserikali. Makao makuu, kwa mfano CCM makao makuu yako pale Dodoma, ambapo muda mwingi rais yuko pale. Kwa hiyo inaweza kuandaliwa kama kuna wanachama wapya wa kuwapokea. Kwa mimi nafikiri kwamba hizi kofia mbili za kuwa mwenyekiti wa chama na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni vema katika utendaji zikawa zinajaribu kutengenezwa kidogo, ili kujaribu kuleta watu ile imani kwamba tunaenda kwenye mkutano wa serikali. Sawa, kabla dakika mbili za Mansuri, sasa tutazungumzia neno moja hapa, alafu nitarudi kwako sasa uweze na Bernard James kama mtakuwa mna nyama za kuongezea pale. Lakini pia kuna namba inaonyeshwa hapo kwenye runinga yetu hapo. Mtazamaji, bila shaka kuna maoni mengi na maswali ambayo watakuwa wamekwisha tuma ili kuchangia mada ambayo iko hewani na mambo mengine. Kwa hiyo nadhani dakika mbili zijazo nitarudi ili muweze kusoma maoni na maswali ya watazamaji wetu. Kwa ujumla ni mengine, kwa ufupi wake, ni yapi ambayo unaona ziara ya rais imenufaisha ujio wake kanda ya kaskazini na hususan mkoa wa Arusha ambao ndio nembo ya kanda ya kaskazini? Mimi niseme tu kwamba ziara rais katika eneo la kaskazini, ile eneo ni eneo la shughuli kubwa sana inayofanyika hapa ni utalii. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba kwa muda ambao rais amefanya ziara, kwa maana ya siku ya juzi kuanzia wakati ule yuko Kilimanjaro, amekuja hapa jana na kesho anaelekea Longido. Leo anaelekea Longido. Kwanza nafikiri kwamba watu wamefanya biashara vile kwa sababu ule msururu wa rais pia ni mkubwa. Kuna watu watalala guest, kuna watu watafanya nini. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu watanufaika kibiashara. Lakini kwa picha kubwa tu ni kwamba mwenzetu pale Mwanza alizungumzia habari ya ulinzi wa rais, kwamba inaonekana pia kwamba kuna ulinzi wa rais ulikuwa ni mkubwa na nini. Kwa nafikiri kwamba ni kawaida tu. Ile helicopter ile tangu juu inakwenda sambamba na msafara, pengine ndio imewashtua kwamba kwenye mikoa nyingine inakuwa haionekani. Na mimi ushauri wangu tena nafikiri kwa sababu ni eneo la kitalii, wakati mwingine mnaweza ulinzi ule pia ukajaribu kuogofya baadhi ya watu, lakini nafikiri kwamba ni hali ya kawaida tu ambayo rais anapaswa kupewa, japokuwa ni eneo la utalii ambalo kwa kweli wakati mwingine
ulinzi pia uwe wa kawaida, ili angalau watu wasije kupata hofu kwamba sasa Arusha kule mpaka rais analinda na ndege. Inawezekana hakuna usalama, na ndio picha ambayo watu wengi wanaipata kwamba lakini nafikiri kwa sababu ni eneo la utalii linatakiwa liwe katika hali ya kawaida kabisa. Na nafikiri tu kwamba ujio wa Mheshimiwa Rais kama ambavyo amezindua miradi mingi una manufaa, kwa sababu kuna miradi ya hospitali pale Ngutoto amezindua, kuna miradi ya maji hapa Chekereni ambayo ina thamani zaidi ya bilioni 520. Kwa nafikiri kwamba itakuwa ni kilio cha wananchi wa maeneo hayo, watakuwa wamenufaika na ziara hiyo, kwa maana kwamba wamepata huduma ya kijamii vile vile. Jana mwananchi mmoja, unakumbuka rais jana alikwenda kule Chekereni kule. Dio. Sasa baada ya kuondoka ndani ya kama dakika 30 hivi umeme ukakatika lile eneo, jamaa wakacharuka kweli. Yaani rais ameondoka hata nusu saa haijaisha umeme umekatika. Mbona hukukatika wakati akiwepo? Kwa hiyo pengine hizi ni itilafu ambazo zinakuwa haziepukiki, lakini pengine sidhani kama TANESCO wanafanya kwa makusudi. Mansuri, Mwalimu Magabilo ametupitisha katika hiyo ziara ya Mheshimiwa Rais ambaye anaimalizia leo hapa Arusha, lakini mambo mengi ambayo ameyagusia, na nadhani yapo ambayo mtakuwa mmeyachota kidogo, na watazamaji wetu pia watakuwa wamekwisha tuma ujumbe kupitia simu zao za mkononi kupitia namba inayoonekana hapo. Kwa hiyo nadhani tuwatendee haki sasa Mansuri pamoja na Bernard James, ili wana wenyewe waweze kusikika kupitia maandishi yao walioyaandika. Kwako Mansuri. Magabilo. Unajua hii ya TANESCO imenikumbusha, unaambiwa sasa hivi umeme ukiwa umekatika kwako bwana au maeneo yenu nyewe wapigeni TANESCO, afu ambie nyewe mnajua leo kwamba waziri ana ziara hapa. Unaweza kushangaa ngoma imerudi haraka. Sasa rais ameondoka tu alafu kitu kimeondoka. Unajua unaweza ukahisi labda ni makusudi fulani, lakini unajua kama walivyomalizia vizuri kwamba wakati mwingine pia kuna vitu ambavyo haviepukiki. Ni kweli. Tumemsikia Mwalimu Magabilo ametupitisha maeneo tofauti, lakini kabla ya kuangalia nini ambacho yeye ametupitisha, tupitie pia jumbe pamoja na kila ambacho Watanzania wanaotutazama wametuma. Anasema nafikiri mwalimu yupo vizuri, hasa kwenye jambo la ziara kiserikali na za kichama zitenganishwe. Anasema amezungumza akasema ziara za kiserikali zitenganishwe. Anatamani kuona hivyo Mwalimu Magabilo, kwamba ikiwa ni ziara ya kiserikali ama ya kichama, hata watu wanaohama, watu kama kina Binambana labda tungeenda kuwapokea Dodoma pale. Kuna shughuli labda kuna dhifa maalum kwa ajili ya wanachama wapya ambao wanahama na kwenda na kuhamia chama kingine. Lakini katika hili bwana unajua wanasema ukitaka kumuumiza adui yako. Nakumbuka sana marehemu Mzee Samadu alikuwa akiniambia sana hilo neno kwamba ukitaka bwana kumuumiza adui yako, tafuta sehemu ambayo inaumiza zaidi, si ndio? Upate sehemu ambayo inaumiza alafu mpige pale, alafu ukisikia ndio unajua umefanya nini, umempatia. Kwa hiyo Chadema Arusha amepigwa kwenye mshono. Ninachokisema hapa ni kwamba ni ile ya kusema kwamba tusubiri sisi waende sisi labda Dodoma kule au sisi ziara maalum ya rais. Lazima tufanye kitu ambapo kuna attention kubwa yani. Vyombo vya habari vipo pale, watu wamekuja pale wakada tofauti na nini pale. Kwa sababu ukisema nani za chama, inawezekana watu wakada tofauti wengine wasiende pale. Lakini ukipiga pale watu wakaona kwamba imerudi hapa, mimi naweza nasema kwamba hiyo ndio sehemu sahihi ambayo mtu anaweza kufanya pia vitu kama hivyo, kuweza kupata pia muonekano, lakini pia mvuto kutoka kwa watu wa kada nyingine tofauti kabisa. Huyu anasema, ndugu watangazaji, maoni yangu sikuona maana kuvaa sare za chama katika ziara ya kiongozi sio ungwana kabisa. Ni mimi Kwabi wa Morogoro, na hii la kuvaa sare za chama yani inakuwa kama ziara ya inakuwa ni ya kichama wakati ni ziara ya kiserikali. Rais Magufuli ilifika kipindi ulikuwa uwezo kamaona amevaa jezi ya Chama cha Mapinduzi, kama sio ziara ya kichama, kama aende kwenye kamati kuu, ulikuwa uwezo kamaona amevaa zile shati za chama. Kwa hiyo mama jana alikuwa amevaaje? Alikuwa hajavaa shati ya chama. Lakini nafikiri point hapo ni kwamba na hata alikuwa anampokea. Lakini hapo hoja ya kimsingi ni kwamba unajua pale yule hatuwezi unajua Mheshimiwa Rais uwezo kumtenganisha na wenyekiti. Yeye ndo kiongozi wa juu wa chama tawala. Kwa hiyo rais anapokwenda katika sehemu yoyote ile, unajua katika wale watu ambao wanakuwa hapo pale katika mapokezi yake,
mara nyingi anakuwepo pia mwenyekiti wa chama wa mkoa. Lakini shughuli lazima zitofautishwe Bernard, kwa sababu lakini wanachama bado najenga hoja. Hata juzi tulikuwa Chato kule. Wanachama hawawezi wakamwacha kiongozi wao akawa peke yake. Yaani kuna kuwepo na kikundi fulani hivi cha wakilishi labda vijana au nini. Lazima wanakuwepo tu. Na ili waonekane kwamba wapo pale, ndo kile kwamba lazima wavae sare za chama chao. Lakini wapo wengine wananchi wengine ambao ni wanachama ambao hawavai zile na ni watendaji pia. Mimi nakumbuka alivyokuja Mwanza kukutana na vijana. Kuna muda vijana wa UVCCM mkoa wa Mwanza walianza kuichukua ile kama shughuli yao. Wananchi wakaanza kupiga kelele, vijana wakaanza kupiga kelele kwamba hii sasa hii hamna. Manake kama ni hivyo basi ilikuwa ni shughuli lakini ilikuwa ni shughuli ya kitaifa. Rameki Ayo yeye anasema Wakititi, tunashukuru kwa ziara rais yetu tuliomueleza rais alikuwa ya msingi sana kupata huduma ya afya, maji, barabara, japo tuna changamoto ya kwenye kilimo, lakini hayo tulioeleza yanatugusa wote, wakulima, wafanyabiashara na wafugaji, tunaamini watafanyiwa kazi. Lakini anasema hao wanaohama vyama kisa ajira ni ushamba. Mapi ya ule kada wa CCM Ludewa kata ya Lupingu. Lakini mwingine anatuambia, anaitwa Sada Juma kutoka Mbeya, mimi naona swala la kumpatia sifa mtu liwe private, maana binadamu sisi kila mtu kubeba moyo wake. Lakini anaitwa Othman Mwinyi nikiwa Korogwe kata ya Mswaha, hayo maoni yangu, serikali isijali utengenezaji wa barabara kwa kuangalia upatikanaji wa mazao kwenye eneo hilo. Wakati wengine wanasema kwa kweli ziara hii imetunufaisha sana, kama Joshua kutoka Simiu Bariadi. Maliki Sindi Mangake anasema kutoka Kigamboni, tatizo kubwa serikali yetu haiweki vizuri miundombinu ya wananchi wake ili wapate mikopo na warudishe kwa wakati. Mfano leo kuna mabanda yanafungwa na hawa watu wamekopa. Haya, kutoka Buguluni Cyprian yeye anasema mwalimu kaongea sawa, kwenye ziara yoyote sio vizuri nguo ya chama siku ya ziara. Haya, safi. Gadiel Meshaki kutoka Sasi Arusha, tunashukuru sana kwa ziara ya rais kaskazini, lakini jana 100% rangi ya njano na kijani ndio walilenga mkutano. Prosper Ngai kutoka Mbagala. Haya, hao wameendelea kutuma maoni yao na mengine tutakuwa tukiendelea kuyasoma. Huyu wa mwisho kwa ujumbe anasema, naitwa Jusin kutoka Musoma, mimi nilitaka kushauri mamlaka na vyeo alivyonavyo rais, mimi ningeomba rais abaki rais, mwenyekiti wa chama awe mwingine. Haya, jumbe ni nyingi sana ambazo watu wanaendelea kuzituma, lakini sisi tunakusii tu endelea kutuma jumbe zako, na sisi kadri tutakavyokuwa tukipata muda tutakuwa tukiweza kuzisoma. Tumesikia kile ambacho amekizungumza Mwalimu Magabilo pamoja na Angelo Moreko kutoka Arusha, maeneo mbalimbali. Lakini kuna vitu vingi ambavyo rais amevifanya akiwa Arusha. Amezindua miradi mbalimbali na leo anakwenda kuhitimisha ziara yake. Tunaona kwamba ziara ile inawezekana ina tija kwa wakazi wa Arusha. Of course tija ipo. Mathalan, unaona kwa mfano ameongelea maeneo ya huduma ya uhakika ya maji. Hii inatoa taswira gani? Kwamba changamoto za baadhi ya maeneo, juzi nilikuwa pale Arusha. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambapo kweli kuna changamoto ya maji. Unajua na ule mji ni tofauti kidogo na huku Mwanza ambapo tuna ziwa au tuna nini na vitu kama hivyo. Kule kuna jirani na mkoa wa Arusha, lakini pia ndani ya mkoa wa Arusha kuna maziwa lakini madogo madogo, sio ukilinganisha na huko. Kwa hiyo vyanzo vya maji wakati mwingine pia labda ni changamoto hapa na pale, lakini kuweza kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanapata huduma ya uhakika ya maji. Waziri husika yupo kule pia kule kaskazini. Kwa hiyo inatoa ishara kwamba hata ile pongezi ambazo tumesema pale na mwanzoni zinakwenda sambamba na uchapakazi. Kwa hiyo hiyo ni tija ya kwanza. Lakini ya pili, niseme tu kwamba Arusha ni moja kati ya miji ambao kwa sasa hivi mtu ambaye amekwenda Arusha mwaka mmoja uliopita akienda sasa hivi kuna wakati kuna ukarabati mkubwa sana wa barabara. Yaani Arusha kama kuna maeneo ambayo ulikuwa hujapita siku nyingi, ukipita kwa sasa hivi unaweza ukayasahau. Barabara fulani ilikuwa ikipita hapa lakini sasa hivi unaweza kukuta labda imefungwa lakini imepitishwa barabara sehemu nyingine. Sio Arusha tu, hata Dar es Salaam. Wewe kama una miaka miwili umekanyaga Dar es Salaam, ukienda sasa hivi utakuwa ni mgeni. Hata Mwanza hapa pia. Kuna baadhi ya barabara ambazo nafikiri zimefanywa marekebisho, zimefumuliwa, zimetengenezwa. Sasa kwa Arusha hasa maeneo ya mjini kati pale, kwa mtu ambaye alikuwa hajaenda siku nyingi pale akienda kwa sasa hivi, kwa hiyo kuna maboresho makubwa sana. Lakini pia kingine kuwakumbusha, sija nyingine ni kwamba kuwakumbusha wafanyakazi, watendaji wa serikali kuchapa kazi.
Na unajua rais juzi wakati wa zile trilioni 1.3 alieleza makini kabisa kwamba kama unataka kumesa na mimi chezea hizi fedha. Kwa hiyo kwenda kwake pia kule na penyewe ambapo kuna pesa zimekwenda pia, sehemu ya hizi pesa zinakwenda pia kule kwenye miradi mbalimbali. Ni sehemu pia kuweza kuwakumbusha watendaji kwamba ni lazima mfanye kazi kwa umakini na kwa kuzingatia dhana ya utawala bora. Kwa hiyo nasema kwamba ziara hii ya Mheshimiwa Rais inaleta tija. Lakini jingine nitaka kuongelea ile la Sare ni inevitable, ni mambo ambayo huwezi kuavoid. Kwa sababu yule bwana labda huko mbeleni kama alivyosema mjumbe mmoja kwamba labda chama labda kiweza kuangalia kwamba labda Mheshimiwa Rais labda kubadilisha sio nani kundi zima. Mimi nafikiri ziara ya rais sio haikutangazwa kama ziara ya mwenyekiti. Na haikusemwa popote pale. Lakini ziara ya rais Bernard James mimi sifikiri kama alihitaji kijani na njano itawale. Wale ni wanachama. Ni wanachama. Sasa je, maana yake mmehamasishana wanachama kwenda kumpokea rais, ambacho sio jambo baya. Kumpokea mwenyekiti. Lakini pia lazima watu waelewe kwamba rais sio rais wa chama kimoja. Unapokuwa kwenye mwamvuli wa rais, ndio unabaki kuwa rais wa watu wote. Na hata rais jana kwa address sasa hapo anasema kwamba haya hapa labda ni ya Chama cha Mapinduzi, Chadema au TLP. Je, nini kingetokea kama Chadema na wao wangeenda kumpokea rais wamevaa kombati zao? Wamekula kombati pale na wao wanasema kwamba tumekuja kumpokea rais. Nafikiri ingekuwa sio jambo ambalo lingeonekana. Kwanza wasingeruhusiwa kwa namna moja ama nyingine. Hapana. Nataka nikuambie kitu kimoja. Kwa mfano juzi hivyo kwa kule Chato, wakati rais akitoa Mheshimiwa Jenista Mhagama pamoja na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ambaye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Geita. Moja kati ya mambo ambayo aliongea wakati wana address watu waliokuwepo pale pamoja na kutoa shukrani kwa baadhi ya wakilishi wa vyama mbalimbali nchini Tanzania vya siasa. Walitajwa baadhi ya washiriki waliokuwepo pale. Vile vyama, kuna vile vyama ambavyo havina wawakilishi bungeni. Lakini chama cha siasa ni chama cha siasa. Sasa inategemea pia. Maana kuna vyama vya siasa vingine vilitajwa vingi, CUF, yaani vyama vingi tu vilitajwa pale. Lakini hoja yangu sasa kama unataja vyama, kwa nini kutaja vyote? Vilitajwa karibia vyama. Kuna shida gani? Mimi chama ambacho sikusikia ukweli, ambacho sikusikia ni chama cha demokrasia. Kwa nini hakijatajwa? Inawezekana hakikuwa na mwakilishi. Wewe wataje tu, acknowledge watu. Lakini sasa utaadress mtu ambaye yupo pale. Nakumbuka hata kuna ile ya vijana hapa walipata tabu sana kumkaribisha Nusrat Yanje kusimama pale mbele. Aliupiga mwingi sana. Na of course walivyompa zile dakika 2 aliupiga mwingi sana. Nimpongeze. Lakini kimsingi walipata tabu sana kumpandisha kwa sababu mwanzo alitakiwa apande, wakarudisha, ikasema hamna. Baadaye naona labda rais huruma ile ya rais akasema hapana, mwacheni. Na mimi nipongeze ile. Nafikiri rais ndiye aliamua akasema mwacheni azungumze. Lakini alitumia dakika 2 kufanya vizuri sana. Kwa hiyo tunapotaka pia saa nyingine kutafuta siasa safi, hizo ni pamoja na kuita siasa safi hizo. Lakini ili la wanachama kwenda na sare, mimi kama Bernard nasema kwamba hapo sahihi. Kwani faida za kwenda na sare ni nini? Mwenyekiti wa chama tusiongelee mwenyekiti wa chama. Tusiongelee mwenyekiti wa chama, tuongelee rais. Rais unaweza kukuta labda katika mkoa fulani labda ziara anaifanya kwa mwaka labda mara 3. Natoa tu mfano, mara 3. Wale wanasiasa katika kumbukumbu za ofisi lazima, yani wale sasa ambao ni wanachama lakini pia viongozi wa chama katika eneo lile wanahitaji kutunza kumbukumbu, file documentation kwamba siku fulani labda rais alifika. Sio rais, unajua wale bwana wanasiasa wenyewe wanakuambia mwenyekiti wetu alikuja hapa. What if sasa justification ya kwamba mwenyekiti alifika pale na nyinyi mlikuwepo kama wanachama ni picha. Si ni picha mkiwa kwenye sala. What if upinzani na wao wakatumia weakness hiyo kwamba mikutano yao siku hizi haina watu kabisa. Watu wanaokwenda ni wa chama chake. What if ikatokea hivyo na wao wakaamua kwa kujustify hivyo kwamba hivyo wana nafikiri siku hizi wana watu. Yaani wewe angalia mikutano yao ni CCM tu. Lakini tunachotaka pia tuone na ile mnaweza mkakutana kwenye mikusanyiko kama hiyo kusiwepo na ukasema nilizungumza na Watanzania. Lakini mwisho wa siku nafikiri kila mtu anaweza kawa anaona yeye kwake bora ni lipi. Lakini rais huwa hawaambii kwamba nakwenda kutulia watu wa chama. Sasa wanaoambia si kuna ngazi za mikoa, rais lazima wasiliane na mwenyekiti wa mkoa. Na ukiangalia kwa mfano juzi hata kule Chato. Nafanya rejea na nia ya Chato kwa sababu ni kitu ambacho ni current, lakini pia ni kitu ambacho na chenyewe pia kilikuwa ni cha kitaifa zaidi. Kuna mambo ya vijana, kuna mambo ya kumbukumbu ya Nyerere, alafu kuna kuzima mwenge. Pale pia walikuwepo kikundi kidogo tu cha ambacho kinawakilisha Chama cha Mapinduzi
kwa kule. Kwa hiyo hao ni watu ambao huwezi wa avoid. Of course kikundi kidogo hatuwezi tuka avoid, lakini swala la msingi hapa James, lakini rais alikuwa na address, na nimpongeze tu kwamba rais aendi pale kwa ajili ya kuhutubia labda watu. Hapa changamoto ni moja ambayo tunajaribu kubishana mimi na wewe. Tunatofautiana. Hapa ni swala la wanachama ni wengi, wote walioitwa pale wamekuja wamevaa sare za chama. Ama kuna kundi dogo la wanachama. Mfano, mwenyekiti wa chama mkoa huwezi kumzuia asije amevaa jezi yake, ndio inayomtambulisha. Na kwenye watu ambao wanakuwa kwenye itifaki, lakini hatuwezi tukasema anakuepo pia. Anakuepo, lakini hatuwezi tukasema sasa mji mzima uje umevaa njano na kijani. Nafikiri italeta picha. Na hatuwezi tukasema wasije. Na watu tunasema wasije wakiwa wamevaa sare zao. Na ndio maana tunasema ili kuondoa mkanganyiko kwamba hizi ziara ni ya Kitanzania, basi watu wote waje wamevaa kawaida. Atakayejisikia kuvaa ya chama avae, lakini sio kuhamasishwa. Kwa sababu wewe huwezi kumsikia rais anahamasisha, lakini mwenyekiti wa chama anaweza kawaambia wajumbe wake, jamani hakikisheni sare za chama zimekuwa ni nyingi. Naomba nikupe mfano. Simba imekuja kucheza game kwa mfano hapa sawa? Hapa Mwanza hapa au Mara. Sasa ilikuja kucheza na Biashara. Nakupa tu mfano. Wewe kama ni kiongozi wa tawi kwa mfano au shina fulani hivi, utamasisha wale wanachama wafanye nini? Sasa hiyo kuna vitu viwili hapa tunavyoongelea. Kwa club kama ya Simba kuna vitu viwili. Kwanza mimi nikihamasisha wanachama kuvaa jezi za Simba, maana yake nataka niongeze mapato ya timu kupitia jezi. Lakini wewe uwezi ukajua kwa mfano nguo za chama zinatolewa bure. Sisi tulikuwa tunaona watu wanagawa nguo bure za vyama tofauti tofauti. Mtu anakupa bwana matisheti, unapewa hadi matisheti 20 unakaa nayo ndani. Lakini kwa sasa hivi lakini toka zamani kuna zingine zinauzwa. Zingine zinauzwa, lakini ni wangapi wanaokwenda kununua nguo ya chama? Kwamba mimi nimeamua, utakuta ni viongozi wale wa juu. Hapana, ni wengi. Mwananchi wa kawaida hawezi akatoka anaenda kufunga safari kwenda dukani kutafuta nguo ya chama. Kama hujampa bure. Kuna unajua kuna wafia vyama, kuna wafurukutwa kabisa ambao yani hata umwambie nini atanunua. Lakini pia ana feel proud. Unajua ile pride kwamba labda mimi unajua. Kwa hiyo lakini wanachama ndaki. Bwana kupitia wanachama lialia. Shabiki lialia wa chama kupitia jumbe fupi, endelea kututumia ujumbe wako mfupi kwa nambari ambazo zinapita hapo katika runinga yako, na sisi tutakuja kwa ajili ya kusoma hapa. Lakini turejee kule Arusha kwa ajili ya kwenda kuhitimisha pia mjadala kwa dakika takriban dakika kama 10 hivi ambako huko Angelo Molekwa pamoja na Mwalimu Magabilo mtakuwa mkihitimisha. Lakini jana mimi nilipata nafasi ya kusikiliza baadhi ya kilichozungumzwa na wabunge wa Arusha. Na nimpongeze Mheshimiwa Gambo kwa kile alichokifanya. Aliongelea kwenye eneo la Tanzanite. Lakini zaidi ya wabunge hapo Arusha 70-80. Utanisaidia hapo Angelo. Najua ulikuwepo pia kwenye ziara. 70-80. Wengi walikuwa wanazungumza ni kusifia changamoto za Arusha. Hamna nyinyi Angelo Molekwa huko. Nyinyi watu wa Arusha hamna changamoto zozote. Manake mimi nachoamini wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Tulitaraji tuweze kusikia changamoto zenu zikiwa zinaelezwa pale, lakini tuliona wengi kila anayepewa nafasi zaidi ya dakika 6 ni kumsifia rais. Ni kueleza namna ambavyo ameupiga mwingi. Ni kueleza namna ambavyo anatakiwa aendelee mwaka 2030. Hakuna changamoto yoyote hapo Arusha. Lakini la mwisho pia mnisaidie, tulimsikia pia Askofu Frederick Shaw akizungumza katika hotuba yake wakati Mheshimiwa Rais akiwa pale Kilimanjaro na kusema mama anatakiwa aponye majeraha ya Watanzania. Labda Mwalimu Magabilo anaweza akawa anayatambua majeraha haya ya Watanzania. Ni majeraha gani ambayo askofu alikuwa akiyamaanisha? Labda atusaidie kutupitisha huko. Kwako Angelo pamoja na Mwalimu Magabilo. Majeraha ya Watanzania. Asante Mansule. Magabilo umesikia hapo swala la kusifia. Hili Mansule hata kabla hajalisema limesemwa jana, kwa sababu baada ya kutoka pale tuliingia kwenye vijiwe vyetu vile vya kumalizia weekend.
ndio lilikuwa gumzo kwamba huu utamaduni wa viongozi kusifia sifia badala ya kunyooka kwenye matatizo yanayowasibu wananchi wao. Ukimpa dakika 10, dakika 9 anazitumia kusifia yule aliyemteua au yule ambaye ndiye pengine anawezesha apate ugali wake au akitarget kitu fulani. Tunaondokana lini na haya mambo ya kusifia badala ya kusimama? Na wakati mwingine serikali haitajwi kabisa. Haitajwi serikali, anatajwa mtu ambaye yeye ni kiongozi wa serikali, lakini unaweza kuchukua tu 90% ya hotuba ya mtu, neno serikali halijatajwa, anatajwa mtu. Mwalimu, karibu. Mimi nafikiri kwamba kwanza niseme tu kwamba tabia ya kusifia mara nyingi huaga ni za watu wasiojiamini na watu ambao wanatafuta nafasi zaidi. Mimi nafikiri kwamba kwa mtu kama mbunge ambaye tayari ana nafasi ya ubunge, wasifanye kazi ya kutafuta uwaziri. Wafanye kazi kwa mujibu wa taratibu zao ili kuweza kusaidia wananchi. Na tutakapofika mahali tukawa na viongozi ambao wataacha kupata nafasi za uteuzi kwa sababu wanamsifia anayewateua, mimi nafikiri kwamba tutakuwa na viongozi wazuri sana. Na hii tabia imekuwepo nadhani miaka si mingi sana. Tulipoanza kwenye awamu ya 5 hapo, nakumbuka wakati fulani wakati mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli alipoalika viongozi pale Ikulu, na nafikiri alikuwa ni mheshimiwa Mkapa marehemu, alisema mara nyingi yeye mwenyewe alisema kwamba anajisikia vibaya sana anaposikia kusema serikali yangu. Mimi nafikiri kwamba ni serikali ya Tanzania. Na hii habari ya kusema kwamba mtu fulani ametupa hapa na nini, mimi nafikiri kwamba si sahihi sana. Wanatakiwa waseme kwa jumla kwamba ni serikali imefanya hiki, ni serikali imefanya hiki, kwa sababu sisi tumemchagua rais kama wa Tanzania, anafanya kazi kwa niaba ya serikali. Na serikali si mtu mmoja, serikali ni general. Kwa hiyo kwamba rais ametoa milioni 100 kwa ajili, rais ndio ametoa au ni wananchi sisi kodi zetu? Serikali ndio imetoa sasa. Kwa sababu sasa haitoi serikali tena, ni rais ndio anatoa. Kwa sababu serikali ni pamoja na wananchi, na serikali inaongoza inafanya shughuli za maendeleo kutumia kodi za wananchi. Kwa hiyo wananchi ndio wanatakiwa wao ndio wachangiaji wa kodi. Hii habari ya kuona kwamba rais ndio ametoa hiki, inatupoteza. Mimi nafikiri kwamba tuzungumze kwamba ni serikali imefanya hivi kwa sababu wananchi wote ndio wanaotoa kodi. Na kwa ujumla tu niseme tu kwamba tukirudi kidogo pale kwenye lile jambo la maadili na nini, nafikiri kwamba kunatakiwa kufanyike kazi kubwa sana kwa viongozi ambao wanasimamia maadili kuweza kuwa wanafanya kazi yao vizuri, bila kuogopa kwamba labda pengine wameteuliwa na mtu fulani na pengine hao wanaofanya utovu wa nidhamu pia ni wateule wa eneo fulani. Wachukue hatua kwa sababu wamepewa mamlaka ya kisheria. Kwa hiyo wachukue hatua kwa mujibu wa sheria mapema sana kabla ya jambo halijafika mahali popote. Ninakumbuka wakati hapa Bernard na Mansuri wakibishana kuhusiana na swala la jezi za vyama, ukamgusia Mwalimu Nyerere hapa. Mimi niseme tu kwamba kwa mfano unajua idea ya kuongoza nchi bila kuvaa uniform ni falsafa ambayo kwa mfano Mwalimu Nyerere yeye sidhani kama kuna picha yoyote ambayo inaweza kuonekana mwalimu akiwa amevaa nguo za chama. Alikuwa anajaribu kujiepusha sana kuwatenga watu, kwa sababu unaweza usiseme, lakini vitendo vile wanavyofanya vikawa vinaashiria kwamba watu wanaelewa tu kwamba huyu anafanya hivi. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni jambo la msingi sana kwa rais wa nchi kufanya jambo la serikali liwe la serikali na jambo la chama liwe la chama. Mimi kwa maoni yangu naona kwamba ni jambo lenye afya na ni afya kwa upande wake pia, kwa sababu mnapohamasisha watu waje kwenye mkutano wa serikali na mavazi ya vyama, maana yake ni kwamba kuna kundi kubwa sana la watu mnafanya lisifike pale. Kumbe inakuwa ni hasara kuliko kuwa na faida ya kufanya majumuisho. Lakini ukifanya ikionekana kwamba kumbe huo mkutano wa serikali, maana yake ni kwamba watu watakuwa wanakuja wengi zaidi. Kwa hiyo ujumbe utasambaa zaidi. Kwa sababu watu wengine wanaariji tu wanasema mimi ni Yanga bwana. Sasa nikiona umevaa nguo ya Simba, hii inanipa kichefuchefu kidogo. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni jambo ambalo hata kama Mheshimiwa Rais yeye hatangazi, lakini nafikiri kwamba watendaji wa maeneo mengine wanatakiwa walichukulia ili wao wanapata watu wengi sana, na ujumbe wa rais huo unafika kwa watu wengi zaidi kwa kupunguza hiyo hali ya uchama. Unakumbuka mambo ya Kangi Lugola alikuwa
aliwahi kumtoa mtu kwenye kwenye ukumbi wa mkutano kwa sababu hakubeba ilani ya chama wakati huo yeye akiwa ni waziri wa mambo ya ndani. Wakati huo anayemtoa ni mtumishi wa umma. Sasa ndio mambo kama haya. Sasa tumalizie, tuna dakika 5 tu za kumalizia. Ni nini unaona ziara za viongozi hawa zinaweza kuwa zinasaidia hasa wanapokwenda katika maeneo ya mikoa, kama ziache chachu ya maendeleo, wakati mwingine badala ya kuacha pengine migongano na kulaumiana kwamba kwa nini ulifanya hivi, kwa nini wewe eneo lako watu walikuwa wamebeba mabango, utashughulikiwa nini tunaweza kufanya? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba kwanza ni washauri tu wananchi, si watumi wapeleke mabango kwa rais, lakini kama wanahisi kwamba kuna kero fulani inawatatiza, kwa sababu tunaamini rais ndio anatoa maelekezo kwa viongozi wengine, na kwa upande wa mheshimiwa rais pia ni muombe tu kwamba isiwe tatizo watu kuja kuna mabango kwenye mikutano, kwa sababu ndio wananchi wako hao, yani wanasema sasa sisi mheshimiwa rais tuna tatizo hili. Inawezekana viongozi hao wengine hawajaona, lakini ushauri wangu mkubwa pia viongozi wa kawaida hawa, kwa mfano kwa maana kwamba viongozi wa vijiji, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, hebu wafanye hizo ofisi za umma ziwe friendly, unasema kwa Kiingereza, ziwe rafiki kwa wananchi. Ni kweli kwamba kuna baadhi ya ofisi wananchi wanapata tabu sana kuingia mle, lakini wanapokuwa hao viongozi wanatafuta nafasi, wanakuwa wanajishusha kweli kwamba bwana na sisi tutawasaidia hivi na hivi, lakini wakishapata nafasi wanabadilika. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa viongozi ambao wanamsaidia mheshimiwa rais kufanya kazi, wafungue milango zaidi ili wananchi waweze kuwa wanapeleka matatizo yao na kuweza kutatuliwa. Sio tu kwamba yapelekwe, lakini yaweze kuwa yanatatuliwa yale ambayo yanawezekana. Lakini pia viongozi wasikae ofisini, waende kwenye maeneo ya field ya kazi. Kama ni mkuu wa wilaya katika maeneo ambayo analalamikiwa, awe na watu wake pia kwa wanampa taarifa kwamba labda kuna tatizo hili linafanyika, na sio tu kwamba wanampa taarifa ili atatue kabla ya rais kufika pale. Kwa nafikiri kwamba hilo ni jambo ambalo ni la msingi. Na mwisho wametuambia pale kuhusu masuala ya majeraha na nini. Mimi nafikiri kwamba ushahidi wa kesi ya mheshimiwa Sabaya ambayo imesomwa juzi inaweza kuwa ni ushahidi mojawapo wa yale ambayo aliyesema Dr. Shaw pale askofu kwamba kutibu majeraha ni pamoja na ushahidi wa haya ambayo yametolewa mahakamani kwamba huyu bwana alikuwa ananyang'anya hivi, anafanya hivi, kwa sababu tayari jambo ambalo limetolewa maelekezo na hukumu. Na nafikiri huyu ni miongoni tu mwa wachache ambao pengine wengine hawajajulikana. Kwa hiyo nafikiri kwamba hii tabia ya viongozi kutumia madaraka yao vibaya, nafikiri kwamba ni jambo ambalo si jema sana. Unapopewa nafasi ya madaraka lazima uitumie kwa ajili ya kusaidia watu, sio kuitumia kwa ajili ya kuumiza watu. Kwa hiyo kwa sababu sisi binadamu hapa hii dunia tuna maisha mafupi sana. Huna sababu ya kuweza kutumia muda wako vibaya kuweza kumnyanyasa mtu badala ya kutengeneza mazingira mazuri, kwa sababu kwa kweli tuna maisha mafupi. Miaka 60, miaka 50 ni mifupi sana. Tuandae angalau hata mazingira kwenda kwa mbinguni. Haya ya corona haya. Maisha ya corona. Unatumia kunyanyasa watu badala ya kujenga umoja. Na unapopata nafasi ile ni bacha ambayo unatakiwa utumie kwa ajili ya kujenga mahusiano mazuri zaidi. Mwalimu, wasiwasi wangu wakati mwingine kwamba unakumbuka Kikwete alipoingia, ile mwanzoni kabisa aliitisha semina elekezi kuanzia kwa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, mawaziri. Mambo yakaja yakaenda pamoja kwamba sawa yalikwenda baadaye hivi, lakini angalau kila mtu akajulishwa wajibu wake. Lakini miaka ya karibuni tumeona watu wanaambiwa utajua huko ukumbele ya safari. Labda mimi niseme tu niseme tu kwamba wakati wa Mwalimu Nyerere kulikuwa na vyuo vingi sana vya masuala ya uongozi, lakini lazima ile karama iweze kujengewa, kuwekewa nyama. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba vile vyuo vyetu vya masuala ya uongozi vinapaswa kurudisha sana huko Angelo Morekwa kwa hali ya hewa ambayo si nzuri na inayotufanya tunashindwa kwenda moja kwa moja, lakini tunajua mmeupiga mwingi sana wewe pamoja na Mwalimu Magabilo Masambu. Hakika mmetupitisha maeneo haya na kutuonesha mengi ambayo yameweza kujitokeza katika ziara huko mkoani Arusha pamoja na Kilimanjaro ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambayo alianza siku ya Ijumaa usiku ambapo alitua hapo Kilimanjaro na hatimaye inahitimishwa siku ya leo. Lakini tunakwenda break, tutakaporejea tutarejea kwa ajili ya kuangalia yaliyojiri mitandaoni. Mansuri Jumanne pamoja na Bernard James tupo hapa mpaka saa 3 kamili, saa 3:30 za asubuhi, ambapo tutakuwa tukikupitisha pia katika maeneo mengi, lakini tutakaporejea tutakuja kuangalia yaliyojiri mitandaoni na katika magazeti.
endelea kubaki hapo hapo.